Wakatoliki bwana, Wakatoliki safi sana. Safi sana bwana. Safi sana. Walau nyie. Akamwambia Ahabu, umeua ili utamalaki. Je, umeua ukatamalaki? Aghalabu walau Wakatoliki ukiwaita Wakristo au wanahubiri injili ya Kristo, walau afadhali. Sio mitaa ile mirakatei, makatei, makandoji. Sikia, kwenye tukio ipo mijito miuaji. Kwenye matukio kama haya, maandiko ya kusoma ni haya ambayo hata usipofafanua kabisa, andiko lenyewe linajieleza. Huo ndo Ukristo, ni tabia za Kristo. Ndivyo Kristo alivyofanya. Ukisoma katika Luka 4 mstari wa nianzie tu 16 ili nielewa. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, sio akafunuliwa. Sasa mirakatei, mimakandoji, unakuta liko na mizinzi hapa, liko na miuaji hapa, linaenda kusoma andiko lingine kabisa, nasema mnafanya vizuri, mkifanya vibaya tutakuja kusema. Walau Wakatoliki hata ukisema ni Wakristo wanahubiri injili, walau huwezi ukaona maandiko kama haya yanasomwa kwa kiumbe anaitwa Mpentekosti, nabii sio mtume. Huwezi ukaona, yani wenyewe kusoma andiko tofauti na hali halisi ndo kufunuliwa na Roho. Lakini kwenye hii Biblia ilikuwa tukio ndo linatafutiwa andiko, yani hali ilivyo ndo inatafutiwa andiko, kwamba hii ndo ilivyoandikwa hivi, ilikuwa na faida hii au madhara haya. Lakini ng'ombe fulani, mbwa fulani hivi, kunguni fulani hivi, zinaitwa Wapentekosti. Mimi nimezali sana huko, nilikuwa na mchungaji fulani, sitakutaja. Yani ikitokea kuna jambo fulani la hovyo inaendelea, limefanyika, ukasoma andiko kwamba ili imeandikwa hivi, haitakiwi hivi, yule mchungaji alikuwa mbele sana. Unajua huyu anahubiri kimwili, hii ni kimwili, kuona tatizo, kuona jambo linaendelea, alafu na kulitungia somo na kulitafutia andiko ni kimwili. Walinisumbua kidogo hata waumini siku za mwanzo wakija kanisani, nakuta kinanuka, haogi, mkorofi, kafanya jambo fulani baya. Ukisoma andiko la kumkanya juu ya hiyo tabia kulingana na maandiko, mchungaji huyu mwinjilisti, huyu ni wa kimwili, anahubiri kulingana na matukio. Wapi walihubiri kulingana na kamasi mbwa wewe? Wapi walihubiri kulingana na kamasi? Ameona kamasi sijui Biblia hii imeandikwa ili tufundishe sisi kwa kila tukio linalotokea. Yaani bwana, mimi katika viumbe naojua viumbe wa hovyo kabisa duniani, kiumbe anaitwa Mpentekosti. Yaani lilivyogeuzwa kwa mitahira yenyewe, haiwezi kashughulika na hali halisi, kilio kilichopo, ugumu uliopo. Inajiona ya kiroho, ina hekima, inaenda mbinguni. Mimi nishasema Pentekosti lolote unalojua likifika, likienda mbinguni likanikuta na lenyewe likasema na lenyewe linaingia, mimi nitakimbia, na nikiliona lolote nitalipokea kwa fimbo kali sana, nikilisindikiza jehanamu. Wengine wanasema kwamba tutaenda, pia unakoenda siko nitaka kwenda mimi siwezi kwenda mbingu ya mataira kama wewe. Siwezi kabisa, siwezi. Anyway, nikwambie Wakatoliki walau bwana, walau taira Mpentekosti, wewe ukasoma haya, uwezi ukasoma andiko kama hili mbele ya miuaji mikuu. Unasomea maandiko sawa na yalivyo, afu naliacha andiko lenyewe linajifafanua.
Wakatoliki bwana, Wakatoliki safi sana. Safi sana bwana. Safi sana. Walau nyie bwana, walau nyie mnajua Biblia kazi yake ni kuonyesha mifano ya matukio yanayoendelea kwenye jamii. Anyway, tusikilize kwa ukamilifu, alafu baadaye ni kuage na fafanuzi zilizo kwenye nyimbo inayofanana na hicho kisa cha Naboth. Hapo inazungumzia hicho kisa cha Naboth. Twende kazi. Sikiliza ujumbe huu. Kutoka kitabu cha kwanza cha Wafalme. Neno la Bwana likamjia Eliya Mtishibi, sema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli, akaaye katika Samaria. Yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. Ukamwambie ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Nabothi, mbwa watailamba na damu yako, naam, damu yako. Ahabu akamwambia Eliya, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata, kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Angalia, nitaleta mabaya juu yako, nami nitakuangamiza kabisa. Nitamkatia Ahabu kila mume aliyefungwa na aliyeachwa katika Israeli. Kisha nitaifanya nyumba yako iwe kama nyumba ya Rehoboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahiya, kwa ajili ya chukizo ulilonichukiza, hata kunighadhabisha ukawakosesha Israeli. Tena Bwana alinena habari ya Yezebeli akisema, mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli. Neno la Bwana. Huu ni mfano wa shamba la Nabothi ambalo Ahabu alimshawishi kwa gharama zote ili amuuzie au ampe, lakini Nabothi alikataa na kusema, hii ni mali ya familia, siwezi kuitoa kwa ushawishi ama kwa gharama yoyote. Ni kwa sababu hiyo Ahabu aliondoka akiwa na moyo mzito na huku akiwa amekasirika sana. Akaenda nyumbani kwake, akajilaza kitandani, akakataa kula. Na Yezebeli alipomwona mumewe amejilaza hivyo na amekataa kula, alimuuliza, kunani leo? Ahabu akajibu akasema, nilikuwa nataka nichukue shamba la Nabothi, nimpe pesa atakayoitaka, ama nimpe mahala pengine mimi nichukue shamba lile, lakini Nabothi amekataa kunipa lile shamba. Yezebeli akamwambia, wewe si ni mfalme? Huu ndio wakati wako wa kujidai na kujifanyia kila unachokitaka. Akikataa kwa hiari, unachukua kibabe. Inuka ule chakula, uone mimi nitakavyofanikisha lengo lako la kuchukua shamba lile la Naboth. Baada hapo Yezebeli akatafuta watu wasiofaa, akasema, mumtungie kesi Nabothi, mseme Nabothi amemtukana Mungu na mfalme, na kwa sababu hiyo ninyi pamoja na watu mumpige kwa mawe mpaka afe Nabothi. Yale majitu yakaenda kwa spidi kwa sababu na asali tena. Basi yalipopewa tu hiyo asali, yakatangaza mbiu ili watu wafunge, ili kionekane ni kitu ambacho kina Mungu wa kweli nyuma yake, kwa kuwa ndivyo walivyopewa mbinu na Yezebeli.
kama vile wajitao manabii, mitume, wachungaji na mashewa sasa wanavyoomba maombi marefu ili kuhalalisha haramu kuwa halali. Baada ya hapo wakapiga makelele wakasema, Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Haraka sana watu bila kuelewa hata kwa nini wanamshambulia Nabothi wakampiga kwa mawe, hata Nabothi maskini wa watu akafariki. Na kwa sababu hiyo Ahabu akaenda akatamalaki kwenye shamba la Nabothi. Lakini muda mfupi baadaye Eliya, nabii wa kweli, nabii wa Bwana, nabii asiyeogopa kifo, asiyetabiri kwa sababu ya bahasha anayokuwa amepewa, akamwambia Ahabu, umeua ili utamalaki. Tazama, mahali pale damu ya Nabothi ilipolambwa ndipo itakapolambwa damu yako, naam, damu yako. Na kwa habari ya mkeo Yezebeli, mbwa watamla katika kiwanja cha Yezreeli. Naam, na hata watu wote wa nyumba ya Ahabu watakaokufa mjini, mbwa watawala nyama zao, na wale watakaofia mashambani, mbwa watawala. Hayo ni mabaya nitakayoleta siku zako, ewe Ahabu. Nasisitiza, nataka mujue, andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Musijidanganye kujizima data mkijiona nye ni kila kitu. Andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Hata hao tiksi ni mangumashi, waende zao. Andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Piga ua garagaza, jambo moja mujue, andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Ni kweli mwaweza kuwa wengi, ni kweli mwaweza kufunga wengi, lakini hayo magereza mtakayofunga wengine ndiyo yatakuja geuka kuwafunga nini na uzao wenu, vifo watakavyokufa wale mtakao wawaisha kwa sababu ya kupinga ulaji wenu. Hivyo ndivyo mtakuja kufa ninyi pamoja na uzao wenu. Bandari, shamba la urithi, hawatakiwi kupewa wageni, kwani ni aibu wenye shamba kufanya kazi za utumwa ndani ya shamba lao. Kwani kama tatizo ni usimamizi, ni kubadilisha hao wasimamizi. Na hapo tatizo la kwanza sio hawa wa chini tu, bali limeanzia kule juu, yani raisi na waziri wake. Ila sio shamba la urithi kuwakabidhi wageni na wanafamilia kufanya kazi za ukuli ndani ya shamba lao. Andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Tunajua wengine watauawa kwa hiyo mateso ya polisi. Pamoja na hayo mjue, hawataki kupewa wageni. Munaweza mukawapa bandari hata kwa mitutu ya bunduki, ila mjue, andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Afe kipa afe beki, ila mutambue, andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Hata hao tiksi hamna kitu, wameishia kutupiga tu waende zao. Andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Mvua inyeshe jua liwake, jambo moja mujue, andalini shamba la urithi, hawataki kupewa wageni. Hata hivyo mujue ya kuwa mmetutia mashaka kwa jinsi mulivyoingia mikataba yenyewe. Kwa nini haijahusisha bandari za Zanzibar? Kwani Wazanzibari hawapendi hiyo faida munayosema ni kubwa ya hao DP World? Lakini pia munasema
eti ninyi ni wawazi. Mukitaka tuamini kwamba ni wawazi, wekeni wazi na mikataba mingine, hapo tutajua kweli muna nia njema na Tanganyika. Bandari ni kama shamba la urithi ambalo alitakiwa nufaike wachache. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Huenda hao DP World ni wajanja wa mjini tulio nao humu. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Na huenda hata hao Tix walikuwa mangumashi, ndo maana tunanufaika ipasavyo. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Kama CCM mmeshindwa kusimamia, wapisheni wazalendo wengine wajaribu. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Na huenda huu kama mwanzo wa kuangalia mikataba mingine ikoje. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Na hapa tunaomba maombi ya kila namna, Mungu atuongoze cha kufanya. Familia tunamuka, tunataka tufaidi urithi wetu. Shamba la urithi, wasinufaike wachache. Shamba la urithi, wajanja wa mjini, wala musiwape wageni. Shamba la urithi, mtazua migogoro ambayo haitaisha. Ujue hapo ndipo macho ya watu wote yanapoangalia, kwani hata tukishindwa yote, huo mlango bahari unaweza ukatulisha, ila tusimamie wenyewe. Kama nyie mumeshindwa kusimamia, basi tupeni wengine tusimamie, ila kuwapa wageni utazua migogoro ambayo haitakuja kuisha. Amukungumbuka.